Naam, shukran sana kwa swala muhimu tena umeuliza, lakini kabla sijajibu hilo swala kuna kitu muhimu nimekumbuka katika swala ambalo tuliojibia, masala ya kumuuliza mwanamke. Leo watu wamefika mbali zaidi katika kuvuka mipaka, imekuwa na yule mwanamke apelekewa kipaza sauti, mikrofoni, kuulizwa kwamba je, yuko tayari kuolewa, na ule mwanamke naye akakubali kwenye kipaza sauti. Tutasahau kuwa sauti ya mwanamke ni manhii, maanake imekatazwa kisheria kusikika katika hadhara kama zile. Alafu makosa mengine pia, kile kitendo cha aidha ni sijui mashekhe ama wale mashenga wale mashahidi kuinuka kwenda kule pahala alipo ule mama harusi, kuna wanawake, panakuwa mtangamano fulani. Haya yote unakuta kisheria hakuna. Kwa hivyo lifahamike tu ya kwamba mwanamke sisi hatuweza kumwoa, hayupo ukumbini. Mwanamume tu akifika, sijui watu gani wapo wale tunaohitajia ili ndoa iweze. Ama suala la kuhusu mashahidi ni wangapi? Ni wangapi? Leo tunaona kunasimamishwa mashahidi na unasikia kunazungumzwa mashahidi wa pande wa mwanamume na mashahidi wa pande wa mwanamke. Ili limekaa vipi? Fil hakika katika moja hadithi sawa, kwa habari Ibn Hibban kutoka kwa mama yetu Aisha radhiyallahu anha kwamba la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adlin, nikaha haiwi nikaha isipokuwa kwanza kwa walii kisha mashahidi wawili. Na hawa mashahidi wawili sisi tunawatambua kazi yao ni ipi haswa, tunafahamiana. Kitu kirudi kwa maulama ni kwamba itifaq ya jamhurul ulama ni kwamba mashahidi ni wawili. Manake idadi ya mashahidi, adadu shuhudi fi aqdi nikahi huwa muslimani, shahidani muslimani, adlani, katika zile sharti za mashahidi wawili ambao Waislamu waadilifu, wawe na sifa ya adala, pia waliobaleghe, wenye kuwa na akili, kitu kama hivyo. Inda jumhurul ulama fuqaha, tunafahamiana na hili wala halina mzozo. Sasa je, kuna mashahidi wa pande wa mwanamke ama kuna mashahidi wa pande wa mwanamume? Kilugha si sahihi, Hawa mashahidi wawili kazi yao ni kushuhudia baina al-ijab wal-qabul, ni kushuhudia namna anavyoozeshwa yule mwanamume, kule kuambiwa umekubali, yeye akajibu ndio nimekubali. Inabidi pawe mashahidi wawili ambao walioshuhudia hicho kitendo, ili kusudi kutakapotokea na kutokea, mfano ikawa ni kesi tuwapeleka mahakamani, tuwapeleka kwa kadhi, lazima kadhi itajie mashahidi walioshuhudia hii ndoa ni watu gani. Ni wawili tu peke yake. Na kitu labda pengine tuwekane vizuri, siku hizi twaona pia twasimamisha mashahidi wawili waweze kuzungumza. Hili kisheria pia hakuna, eti tusimamishe mashahidi wawili waweze kuzungumza, kutolea ushahidi. Mashahidi wakijulikana kisheria, hata waweza kukaa maadamu wajulikana kuwa hao ndo mashahidi wa hii ndoa, khalas yapita. Na hawa mashahidi, hakuna neno mashahidi wa pande wa mwanamume au mashahidi wa pande wa mwanamke, la, ni mashahidi wa ndoa yako wewe, ndo neno hilo. Sasa ni nyinyi mkiamua, kiwa mtapendelea shahidi mmoja atoke huku, shahidi mwingine atoke huku, khalas hakuna shida. Lakini almuhimu ni wawili ambao wa kisheria kazi yao wenyewe ni kushuhudia kile kitendo cha nyinyi kuoana, hiyo kazi yao peke yake. Lakini katika moja pia tuliozua, na hili pia ni hatari, hakuna mashahidi wa pande wa mwanamke wala hakuna shahidi wa pande wa mwanaume. Hii lugha hakuna, ni mashahidi wa hii ndoa, ndio lugha inayotumika, ni mashahidi wa hii ndoa. Na hii imeweza
kuthubutu katika vitabu vingi sana vya fiqhi. Tumefahamiana, hata Ibn Hajar ameeleza hilo katika Tuhfatul Muhtaji, na haya maneno ukiyataka waweza pia kwenda katika Nihayatul Muhtaj mujalladi wa 8, na maneno kama haya waweza kupata katika Asna al-Matalibi sharhu Rawd al-Talibi, waweza kupata maneno kama haya katika mujalladi wa 4, na katika Mughni al-Muhtaji waweza kuyapata haya maelezo ya kumuhusu shahidi alivyozungumzwa, sharti zake na kazi yake ni ipi. Inshallah, wallahu a'lam bisawabe. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya tutoshe. Ikiwa tumepatia basi ni kwa taufiki yake Allah Subhanahu wa Ta'ala.